Waziri wa mambo ya nje wa Syria Asad al-Shaban amesema mashambulizi ya Israel dhidi ya nchi hiyo baada ya kuanguka kwa utawala Bashar al-Assad yameshtua Syria na kuvuruga juhudi za kurejesha uhusiano wa kawaida wa kidiplomasia. Akizungumza katika mahojiano maalum na shirika la habari la CNN yaliyofanyika kwenye baraza la mahusiano ya kigeni Council of Foreign Relations, al-Shaban alikosoa vikali hatua ya Israel akisema zimekwamisha juhudi za serikali mpya kupambana na vurugu za kikabila na za kidini, hususan katika maeneo ya kusini mwa Syria. Namnukuu, Syria iliyo imara na yenye umoja ni muhimu kwa usalama wa kanda nzima, jambo ambalo pia lina faida kwa Israel, alisema al-Shaban. Baada ya kuporomoka kwa utawala al-Assad ambaye alikuwa mshirika mkubwa wa Iran, adui wa kihistoria wa Israel, mnamo Desemba mwaka 2024, Israel ilianza mashambulizi ya anga dhidi ya maeneo ya kijeshi ndani ya Syria kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 50. Israel pia ilitumia wanajeshi wake ndani na nje ya ukanda kwa usalama ama buffer zone. Serikali ya Israel ilieleza kuwa mashambulizi hayo ililenga kuzuia silaha za kemikali na makombora ya maafisa marefu kuanguka mikononi mwa makundi ya kigaidi. Hata hivyo, al-Shaban amesema raia wengi wa Syria walipatwa na mshtuko, akisisitiza kuwa makundi yote ya wanamgambo kama Hezbollah na wapiganaji wa Iran tayari yalikuwa yameondoka nchini pamoja na utawala wa zamani. Nanukuu, sisi hatutishi taifa lolote katika eneo hili, likiwa ni pamoja na Israel. Sera mpya za ushirikiano na amani zimejibiwa kwa vitisho na mashambulizi, aliongeza. Kuhusu uwezekano wa kurejesha uhusiano wa kanda kati ya Syria na Israel sawa na Abraham Accords zilizowezesha ushirikiano kati ya Israel na baadhi ya mataifa ya Kiarabu mwaka 2020, al-Shaban alisema, kwa hali hii ni vigumu sana kuzungumzia kurejesha uhusiano wa kawaida. Kwa upande wake, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alisema Jumapili kuwa makubaliano ya Abraham bado yako imara licha ya vita vya Gaza, na akitarajia mataifa mengine zaidi kujiunga. Alipoulizwa kuhusu mahusiano dhidi ya Israel, al-Shaban alisema Israel iliunga mkono makundi haramu na wahalifu, jambo lilozuia serikali yetu kutatua mzozo kati ya Druze na Bedui. Hatua hizo zilifanywa na Druze waliishia katika hali ngumu na aibu. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi.